anabadilisha mazingira. Mahali popote ambapo Mungu akiwepo, hali inabadilika ghafla. Walioinama nafsi wanainuka, waliokata tamaa wanainuka, waliovunjika moyo wanaponywa. Huyu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, aliyesema nitakuwa na wewe hata ukamilifu wa dahari. Let me believe that Mungu atakuwa na wewe hata ukamilifu wa dahari. Utachunwa wala kuharibiwa na kitu chochote. Jehova ukiinua macho yake kwako, Yesu anakusaidia, anakuinua, anakufanya uwe na amani. Nataka nione wamama mioyo yenu mmeinua, vijana mmeinua, maapostoli, mitume na manabii. Inua mioyo yenu kwa Mungu anayefufua wafu. Yule aliyemtoa Lazaro kwa wafu, yule aliyemfanya Dorcas aseme, yuko hapa kuinua mioyo yenu. Na Watanzania wote walio ndani ya nchi na nje ya nchi, Yesu mtenda miujiza yuko hapa kuinua na kukufanya uinuliwe kwa furaha na uwe mshindi kwa kila eneo. Praise in the name of living God. Praise in the name of living God. Jina la Bwana litukuzwe. Praise in the name of living God. Jina la Mungu aliye hai litukuzwe. Praise in the name of living God. Jina la Mungu aliye hai litukuzwe. We are here for the purpose of the Lord. Tuko hapa kwa ajili ya kusudi la Bwana. We are here for the purpose of the Lord. Tuko hapa kwa ajili ya kusudi la Bwana. We realize the presence of the Lord. Tunatambua uwepo wa Bwana. We realize the presence of the Lord. Tuko mbele za uwepo wa Bwana. And the power of the Holy Spirit is here. Na nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa. And the Holy Spirit wants to move upon, shall be upon you. Na nguvu za Roho Mtakatifu zitakuwa zinatembea juu yako. And just be ready to see the power of the Holy Spirit. Na uwe tayari kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is here to minister you. Kwa sababu Roho wa Mungu yuko mahali hapo kwa ajili ya kukuhudumia. He wants to provide you. Na anataka kutoa kwako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Just receive the power through the Holy Spirit. Kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is here to do something for your life. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko mahali hapo kwa ajili ya kufanya jambo fulani kwa ajili yako. It is a season of God for you. Hii ni majira ya Bwana kwa ajili yako. It is a season of God for you. Ni majira ya Bwana kwa ajili yako. It is a season for your generation. Ni majira kwa ajili ya kizazi chako. It is a season for your business. Ni majira kwa ajili ya biashara yako. It is a season for your ministry. Ni majira kwa ajili ya huduma yako. It is a season for your family. Ni majira kwa ajili ya familia yako. Whatever you are, God is to be with you. Chochote ambacho unakihitaji Bwana atakuwa na wewe. Whatever you need before the Lord. Chochote unachokihitaji mbele za Bwana. God wants to do something immediately. Mungu anataka kufanya kitu mara moja. Because God was sent me to do something for you. Kwa sababu Mungu amenituma nifanye kitu kwa ajili yako. When I was in Kenya, nilipokuwa Kenya, nilipokuwa Kenya, God was talking to me the Holy Spirit was upon me. Roho Mungu alikuwa juu yangu. Just translate the good things for your country. Na akawa ananitafsiria na kufunulia jambo zuri kwa ajili ya nchi yako. And God will continue to translate. Na Mungu akawa anaendelea kutafsiri. The conference coming soon in our country. Kongamano linalokuja hivi karibuni katika nchi yetu. Lord was start to talk with me. Mungu alikuwa akiongea na mimi. So that I shall do something wonderful in that conference. Kwamba atafanya kitu kimoja cha ajabu katika kongamano hili. So if you shall go in your country. Kwa hiyo kwamba akaniambia unapokwenda katika nchi yako. Just inform your people, be prepared yourself. Kwamba waambie watu wako kwamba wajiandae. Because God shall come to be upon in that conference. Mungu atakuwepo katika kongamano hilo. And the presence of the Lord shall be there. Na uwepo wa Bwana utakuwepo mahali pale. And God shall do something wonderful in the nations. Na Mungu atafanya kitu cha ajabu kwa ajili ya taifa. Shall do the big things for the nations. Atafanya kitu cha ajabu kwa ajili ya mataifa. Because we expect to receive the different nations in our continent. Kwa sababu tutaenda kupokea mataifa mengi kutoka katika bara letu. And God promised me so that I shall be with you. Na Mungu aliniahidi kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Just tell and announce before the people to be prepared, to be ready. Na akaniambia niende niwatangazie watu wangu kwamba watu waliandae na wawe tayari. So if you are involved to prepare that conference, kwa hiyo kama wewe unajihusisha katika kujiandaa kwa ajili ya kongamano hili, just involve 100%. Jihusishe 100%. Involve us 100%. Jihusishe kwa 100%. Everything to contribute.
chochote kile kwa ajili ya kuchangia, because God shall be in that kwa conference. sababu Mungu atakuwepo katika kongamano hili. Even the committee, just be ready to prepare yourself. Hata kamati mbalimbali za maandalizi, tafadhali muwe tayari kwa ajili ya kuandaa kongamano hili. If God promised something, Mungu anapoahidi kitu fulani, is so very faithful to do like he was promised him or her. Yeye anakuwa ameahidi kile ambacho amekuahidi. And when he promised, is so faithful to do like he was promised him or her. Anapoahidi mwanamke au mwanamume, Mungu anakuwa mwaminifu sana kutimiza kile alichomwahidi. That's why we